fall when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day. It's another Saturday evening and we are talking about art that informs change. And remember, we are saying it's a Merry Christmas, Happy New Year in advance. Na Mada TV show kila wakati lazima tuweze kuzungumzia masuala haya. Kila wakati lazima tunapoenda kumaliza mwaka basi tumalize na style. And remember, today we are saying we are actually hosting a social entrepreneur. Anajiita jina fulani hapo. Nafikiri utaweza kulijua pale baadaye. Basi ni vizuri uweze kuwa pale nyumbani, basi wasiliana nasi. Kumbuka hashtag ni pale tunasema ni Art for Change, wakilisha mtaa yako. Kumbuka tuko pale kwenye Facebook na Meda TV Show tuko pale, angalia pale kwenye Twitter. You can follow us actually on Twitter na Star Africa TV3. You can follow me at Bin Clay. Kumbuka kila wakati tunasema basi lazima tuzungumzie masuala haya. Angalia pale kwenye Instagram, you can actually log in there. Angalia pale hashtag, angalia kuwasiliana nasi. Ukiangalia pale chini ya screen yako, you can see we actually on WhatsApp. You can check on WhatsApp, number iko pale, wasiliana nasi. Angalia pale kwenye SMS, number iko pale, wasiliana nasi. Kila wakati tunasema basi lazima mambo haya yaweze. Kumbuka tuko pale kwenye YouTube. Subscribe to our YouTube channel. Tuendelea kuzungumzia masuala haya kila wakati, tusingoje tu siku ya Jumamosi peke yake, kwa sababu mitandao ya kijamii basi iko pale imejaa. And today we are saying we have amazing stories to talk about. So keep on watching, keep on tuned, because we're going to talk about great things. I'm going to be your host, Gideon Clay, and we never stop talking about these things. We are saying never touch that dial. But tukirudi basi mambo yatakuwa yameweza kabisa. Mtani edition inaanza kwa staili hiyo hiyo. Haya basi mtazamaji, vile ambavyo tumekuahidi ni kwamba leo tunazungumzia masuala bomba kabisa. Tunasema leo tuko na guest wetu ambaye ni social entrepreneur. Anaweza kutuelezea basi anafanya mambo yake vipi pale mtaani, anafanya mambo yake vipi katika bara la Afrika, anafanya mambo yake vipi kuweza kubadilisha jamii, kubadilisha nchi yetu ya Kenya, kubadilisha East Africa, kubadilisha Afrika nzima na dunia nzima kwa ujumla. Kumbuka nasema basi lazima tuweze kufanya mambo haya kila wakati na yaweze kuleta bara letu la Afrika tuweze kusonga mbele kila wakati. Kumbuka nasema basi tuko pale kwenye mitandao ya kijamii, endelea kuwasiliana nasi. Kumbuka pale hashtag ni Art for Change. Na sitaki tuzungumzie mambo haya kwa wakati mrefu, kwa sababu tuko naye ambaye tuko naye studioni ya leo. Na kabla tuweze kuzungumza mengi, ningependa to sanitize. Yes. To sanitize. Unajua mambo ya COVID-19 ni mambo ambayo kila wakati lazima tuyazungumzie. Na Meda TV Show kila wakati lazima tuwe mstari wa mbele kuweza kujikinga na COVID-19. Welcome to Star Africa TV. Asante sana, na nimefurahi kuwa hapa. Karibu. Thank you for hosting me today. And so unaweza eleza watazamaji, tumia camera 1 pale, waambie wewe ni nani, unafanya mambo yapi na mambo kama hayo. Kwa majina anajulikana kama Chiza Chui. Nimetokea mtaa wa Mukuru. Na nimekuwa nikifanya mambo mengi hapa na pale. Mimi ndio director wa Sauti Africa. Sauti Africa ni organization ambayo ina deal na talent. But now talent in a way of expressing ourselves. Yes. Na pia nimeona pale kuna projects mingi ambazo mnafanya pale kama Sauti Africa. Yes, Sauti Africa tuko na, tuseme for example we have Binti Plus. Binti Plus it's a program under Sauti Africa ambayo ina deal na mambo ya equality. But now equality in a way that tunaweza leta boy child na girl child pamoja, we educate them about each other and then wajaribu kushare their own issues ili waendelee kujijenga. For the first time nimeona boy child pale anashughulikia masuala ya boy child na girl child at the same time. Yes. So ningependa ueleze watazamaji sasa Sauti Africa. Kwa nini hili jina Sauti Africa? Mnaangazia masuala yapi? Mnapeana sauti zenu wapi sasa?
Sauti Africa, mwanzo slogan yetu ni Imagine, Attempt and Perfect. So sisi kama Sauti Africa tunataka kupasa sauti kando, yani nchi yote, Kenya, East Africa nzima, Africa nzima in general. Hey, that's so amazing. Yes. So sisi tumekuwa tukipaumbele ili kuongoza vijana yani kupasa sauti yao. So we are giving them a platform bali wataji express. Kama for example in spoken art, kuna wale ambao wana feel tumefinyiliwa na government in this way. So tunawapea hiyo platform, tunawaambia you can use our platform to pass out your information. And watu wengi wamekuwa wakitu reach out and vijana wengi wamesaidika kutokana na hii. Unajua something talked out inasaidia sana kwa ujenzi wa mtu binafsi. So ndivyo tumekuwa tukifanya mambo mengi. Nimependa hilo jina Sauti Africa. Kwa hivyo hiyo sauti mnapeana kwa vijana pale mtaani, wawe ni wavulana, wawe ni mayouth wako pale, madem, kila mtu. So mnafanya mambo yenu kwa kuweza kuempower wale wako na talent, na pia mnaangalia project zingine pale mtaani. Yes. Sasa mbona Sauti Africa? Sauti Africa mwanzo we are targeting everyone. Sisi hatuachi ati kijana yote nje. Hata ukuwe unaishi na ulemavu, sisi tunaku accommodate. Unajua we don't look at the disability side of it. Tunaangalianga disability. So tunajua maybe you can't hold a pen, but you can sing. Maybe you can't smile, maybe you can't even talk, but you can draw. Unaona? So sisi tuna accommodate watu wote. Sauti Afrika. Kwa hivyo ni kwanza ni yule Mwafrika ambaye katika hili bara la Afrika. Yes. Basi mtazamaji umeweza kusikia kwamba basi Sauti Africa wako pale wanapeana sauti kwa kila mtu pale mtaani. Kumbuka basi tunasema basi mtaani edition, kila wakati hatuwezi kudisappoint. Lazima tuweze kuzungumzia masuala haya kila wakati, tuendelee kuzungumzia mambo haya kila wakati ndio tuweze kujenga bara yetu. Basi tunasema basi endeleana kuwasiliana pale katika mitandao yetu ya kijamii. Remember we are on Facebook. Check us there, we are actually there na Mera TV show, Star Africa TV. Kila wakati lazima tukuletee stars, wale stars ambao wanafanya mambo shwari pale mtaani. Endelea kushikilia hapo basi, kwa sababu baada ya break mambo yanaenda kuweza kabisa. Usishike hiyo remote kwa sababu mambo yanaenda kuwa shwari kabisa baada ya break. Haya basi mtazamaji, karibu tena. Unasema basi lazima mambo haya kila wakati tuyazungumzie. Masuala ambayo yanahusiana na kujenga Afrika, kuweza kufanya Afrika iweze kung'aa kama yale mabara mengine ama these other continents. And we're saying our hashtag is actually Art for Change. You can follow us actually on Twitter, Star Africa TV3. You can also follow me at Binkile. Niko pale kila wakati nimejajaa. Fully charged. Tunasema basi tuko pale pia kwenye Instagram, angalia pale kwenye YouTube. Endelea kuangalia pale mambo yepi ambayo tunazungumzia kila wakati. Mambo yepi ambayo kila wakati yanahusu Afrika, tuweze kuyazungumzia pale. Sasa umesema Chiza. Yes. Chiza. Sasa nataka Chiza uweze kueleza watazamaji Sauti Africa, activities zenu zinahusu mambo kama yepi? Sauti Africa kama vile nimekuambia tuko na Binti Plus. Binti Plus ni program ambayo iko under Sauti Africa. Na saizi tuko na under Binti Plus kuna hii campaign ambayo tunaita Mask It. Mask It tunasaidia wana dada ambao wameanza hedhi kutoka miaka 12. So unapata wale wenye hawana hiyo potential ya kujisupport, mnakuja pale mna bridge that gap. So tunawapea sanitary towels for free. Unajua government imekuwa ikisaidia sana boy child ama tuseme ni both partners giving them. Kwa hivyo si swala la ati wasichana ndio wasupport wasichana, sijui wavulana wasupportiwe na the men. So nyinyi mmekuja na hiyo Sauti Africa, mnalenga kila mtu sasa. Tunalenga kila mtu. Unaona kama Binti Plus tumesema ni na deal na mambo ya equality. And then now tuna call upon boy child na girl child wasaidie girl child first. And then now kuna program nyingine ambayo ni campaign ambayo Binti Plus inasaidia boy child. So tunaleta madem wasaidie
boys. Sasa isikue yani sasa ati girls for the waende sijui kwa kina mama and then boys waende kwa kina baba, so it's like you want to bring everyone together ikuwe ni common pool. Yes. Unajua tumekuwa tukitenganishwa kama mimi boy child nimekuwa nikifeel left out. Program mingi zinakam only for girls. Wanakuja unasikia kuna how to say no, how to yani unajua hizo tactics zote vitu mingi but wanasahau boy child pia kwa pale anahitaji usaidizi. Sisi ndio tunakaa nao girl child wenye wana empower every day but now sisi maboys tunafanya nini? Wana empower but wanarudi pale nyumbani bado unapata wale maboys wako tu pale mtaani, story ni zile tu. Unaona saizi teenagers tuseme wakati wa corona ma teenagers wengi wamepata mimba na walikuwa wamefunga shule kila mtu yes but wamekuwa empowered every now and then but where do after empowerment they go back to the same story. Yes, so tukaona the need of bringing these two parties together and then tujue solutions ni gani. Na solutions zetu tulipata ukiuni kuwaleta pamoja, let's talk about this pamoja na hiyo iko under Binti Plus. So on tunafanya event yetu ya Maskit ambayo tuna target ku keep up kuna wasichana ambao tumekuwa tuki give sanitary towels. They are almost they are 3,200 girls ambao tumekuwa tuki keep up from March. That's a big number, 3,000 plus. 3,200. And that's just within Kenya. Yes. So tumekuwa tukiwapatia sanitary towels for free and tuna at least tunawapeanga for 2 months. So zikiisha tena anakuja na akitaka kuleta mtu mwingine mwenye anahitaji usaidizi pia tunawakaribisha. Inakuwa with that chain. Yes, inakuwa that chain. So like nimeona pia mkiorganize events pale before COVID. Mmekuwa na events kama South Africa. Hizi events unaona zinachangia vipi kuweza kuboresha bara la Afrika? So kwa mmojazo events ambazo tumekuwa tukifanya ni Mr. and Miss South Africa. Tuna deal na models. Tuko na models more than 300 in East Africa peke yake na tukifanya event hapa ndio tuna come up na ambassadors ambao watakuwa wanasambaza huo ujumbe sasa. Ujumbe ama protect boy child na girl child. Mr. anakuwa pande ya boy child na Miss anakuwa kwa girl child. Na sasa wote wakikuja kwa meeting ndio wanaleta issues exactly. Na how we can work out this to support both boy child na girl child. So unaona events kama hizi kama South Africa zinachangia vipi kuweza kujenga Afrika? Unajua mara nyingi watu wakiwa pale mtaani ama wakiwa pale nyumbani mahali pote wanatazama wangetaka kujua kama umeona mchango upi, yani hizi events zimechangia vipi kuweza kuboresha Afrika? Mwanzo ningesema kwanza imetuletea good connection first and then another thing tumejaribu kuinua vipaji vya watu wengi ambao ni wanarika na pia wengine wamejijua katika hizo events ama platforms zenye tulikuwa tukifanya na wengine tumewasaidia kama in production na kufanya mambo mengine ambayo wanahisi wangependa kufanya. So na mostly tunawasaidia financially, not handouts. Hatuwapea ati pesa shika enda. No, tunawaonyesha how can you grow your talent ama your business. So mnawasaidia na masuala ya branding pale. Yes. So and then tumekuwa tukipartner na watu wengi kama tumepartner na Daraja, tumepartner na muungano wa wanavijiji, tumeungana na Plan International. That's now within Nairobi. Yes, within Nairobi, ambapo wamekuwa wakitusupport sana in giving us the skills that we need to educate our young generation out there that are looking upon us. Exactly. Yes. So during COVID, kwa sababu naona pale shule zilifungwa mapema mwezi wa 3, mmekuwa mkitarget kuinua jamii na kuparticipate kwa kuweza kusupport boy child na girl child kwa kufanya nini kama South Africa? South Africa tuko na dance crew ambayo tumekuwa tukirecruit madancers wenye wako talented in dancing. Tumewapea
training space where they train inaitwa Ocean Dancers. Alafu we have models still with the restriction of WHO. Tume manage kufuata yale maagizo, and then pia models badala ya 300 in one term sasa hizi tunafanya 150. Tumekuwa tukitrain pale CBD Nairobi for every Monday and Wednesdays. But dancers tumekuwa tukiwa train every day lazima pale kuna mambo ambayo, and then pia sasa tuongelelea hao watu wengine ambao wanamuziki pia tumewasaidia kurecord their music. So tumesign at least few artists ambao wanadeal na mambo ya muziki. Actors tume engage kwa series most different activities ziko pale, so tumekuwa tukiengage everyone with different talent. Haya basi, mtazamaji, umeweza kusikia kwamba basi ni mambo na social entrepreneurs. Kila wakati lazima tuzungumzie masuala haya, mambo ambayo kila wakati yanajenga Afrika. Naona basi pale kuna wale ambao wanawasiliana pale kwa njia mbalimbali. Kwa mfano naona pale kuna kina Karo nasema wako locked kabisa wakiwa pale mtaani Huruma. Alafu kuna kina Dan wakiwa pale na kina Eriko wanasema wako locked wakiwa Kangemi. Alafu naona pia kuna huyu ambaye anaitwa nani huyu? Anaitwa nani? Watu na majina hapa kwenye Facebook. Kuna huyu ambaye anaitwa nani huyu? Anaitwa Yvonne anasema wako locked kabisa akiwa na brother yake pale nyumbani. Kina nani hao? Ameandika pale mijumbe. Basi kuna mambo mengine ambayo hatuwezi kuyasoma pale kwenye screen yako. Kuna wale ambao pia wako pale kwenye Instagram. Naona pale kuna Salvage anasema wako locked kabisa akiwa na Brayo, wako pale nyumbani. Kina Inosa, kina Savage, kina Kamisi wako pale, kina nani hao? Naona pale basi mijumbe inaendelea kujaja pale. Basi endelea kuwasiliana nasi basi kila wakati. Lazima Star Africa TV kila wakati tuweze kuletea masuala bomba kabisa. Tunasema leo tuko na social entrepreneur anajiita Chiza. Anafanya mambo, anajiita Chiza Chui. Na anasema basi anafanya mambo shwari pale mtaani. Yeye ni social entrepreneur. Angalia pale Sauti Africa wanafanya mambo yepi kuweza kubadilisha Afrika. Wana vision. Wanasema hiyo slogan ni gani? Imagine, attempt and then perfect. Haya basi, mtazamaji, umeweza kusikia basi kutoka Meru hadi Nakuru tunatamba, Nyeri hadi Nanyuki tunavuka, Machakos hadi Kajiado tunasikika, Nairobi hadi Mombasa tunatia fora. Star Africa TV, entertainment at its best. Tangazo kila siku saa 4:30 usiku ndani ya Star Africa TV. Uburudike na sinema unazozipenda, kiletewa na Jackie Chan. Hello? Agent Lin, you are the best I have to transfer Dr. James to a secure military base. We can't let them get this. Zhao Yingzhao, Hiroyuki Tagawa, Jean-Claude Van Damme. Jason Statham. In the New York City underworld, there are gangsters, killers, and corrupt cops. But today, the most wanted person in the city is a 12-year-old girl. Steven Seagal, Jet Li. Ni kila siku saa 4:30 jioni. Marudio ni kila siku saa 7 mchana ndani ya Star Africa TV. Uburudike, ufurahie, tazame sinema unazo
Haya basi mtazamaji, tunasema basi lazima mambo yaweze kabisa. Tumewanda tena hewani, tunasema basi uendelee kuwasiliana nasi pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuko pale kwenye Facebook Star Africa TV, tuko pale kila wakati. Angalia pale na Meta TV Show, angalia vile vile pale kwenye Instagram na Meta TV Show, tuko pale tumejajaa vizuri. You can follow me at @BinKileni, niko pale kwenye Twitter. Tunasema basi hashtag pale ni wakilisha mtaa yako, tuambie basi unatutazama ukiwa wapi. Kumbuka kila wakati Star Africa TV lazima tukuletee stars, wale stars ambao wanafanya mambo shwari pale mtaani. Naona basi pale kuna huyu anaitwa nani? Anaitwa Clemento Macol. Ako pale, ako locked kabisa, ako pale nyumbani. Alafu kuna huyu anaitwa Gurisco. Kuna Jasper, kuna Dabarishe, kuna Ted Tiger. Wakiwa pale Utawala. Alafu kuna Treso. Kuna Treso Junior, kuna Valiance akiwa pale nyumbani akiwa na nani, anaitwa nani huyu? Anaitwa Smith Justin. Kina Olivia tunaona vizuri pale, kina Uwase, kina Ivete tunaona vizuri pale, kina Chronix. Chronix pia kwa Kenya. Naona pale kina Bismoka Sugu wa Kayole, basi wa Kayole tunaona vizuri. Alafu kuna Mugisha Prince ukiwa pale na kina Drama anaitwa nani, kina Response mkiwa pale Githurai. Endelea kushikilia hapo kila wakati, lazima mambo yaweze. Lazima tuzungumzie mambo ambayo yanajenga Afrika, mambo ambayo yanajenga Kenya yetu, mambo ambayo yanajenga kaunti zote. Tunasema basi Star Africa TV kila wakati tunawanda hewani, tunashika sehemu zote zile ambazo ziko hapa barani Afrika. Na leo tunasema tuko na social entrepreneur, anasema anaitwa Chiza. Na anasema basi ana coordinate pale masuala ya wale ambao wale vijana ambao wako pale wanataka kuweza kusongesha bara la Afrika pale mbele. Anasema basi yako na organization inajiita Sauti Africa. Ukiwa pale mtaani basi umeangalia pale kwenye mtandao ukaangalia Sauti Africa wanafanya nini. Anasema basi slogan ni gani? Imagine, attempt and perfect. Haya basi. Yes. Mtazamaji basi unaona mambo ya vile yalivyo, endelea kuangalia pale kwenye mtandao. Angalia Sauti Africa wanafanya mambo yapi, wa support tuweze kujenga bara la Afrika na tuweze kusonga mbele zaidi. Yes. Sasa Chiza, kuna jambo nataka kuongezea. Jambo ambalo ningependa kuongezea kwa Maskit, hii program yetu ya Binti Plus. Tunafanya bado contributions and also mobilization of those sanitary towels. Kuna wale ambao wangependa kutufikishia personally, ningependa wachukue nambari ama pia wale ambao wangependa kuchannel through our till number. Till number yetu ni 5150121. Unaweza rudia tena wasikie vizuri? Tunaanza 5150121. Hiyo ndio till number ya Sauti Africa, ambayo ukitaka kufanya any donation ama uko na pale mtu ambaye anajitolea, that's the number. Nataka kusupport vijana. Umeweza basi kusikia mtazamaji kwamba angalia pale South Africa uweze kupatia ile support, uweze kufanya mambo yao vizuri kabisa. Yes. Sasa kuna ili swala la social entrepreneurs. Unaona hapa Afrika kwa mambo ya social entrepreneurship tumeweza kuchukua hatua zipi na tumeweza kusonga tukafika wapi? Mwanzo tuseme sisi kwanza tuongelee Kenya. Kenya peke yake ijakuwa vile impactful vile inafaa kuwa, but nashukuru kuna organizations ambazo zimekuwa mstari wa mbele ili kuendeleza kuinua vijana all through. So but one thing yenye bado vijana hawajaget ni where to get their source of income. Unajua kijana anaweza penda kujiengage in their own talent ama activities zenye wanapenda kufanya, but at the end bado anategemewa. So kama anategemewa na hana chochote cha kupeleka mezani na talanta saizi, ni very hard kulipa. That's one thing yenye hata mimi ni msanii, but hiyo ni kitu yenye nimejua kuna hiyo challenge. Yes. So unaona sasa wewe ukiwa kama kiongozi ambaye una direct South Africa, unaona mambo ya social entrepreneurship, mambo ya kuweza kufanya mambo mtaani ama katika nchi yetu ama katika bara la Afrika ambayo yanaleta mchango wa kubadilisha mtaa.
unaona tumekuwa nambari ngapi? Unaona, unajua tunajaribu kukombea Africa. Tunajaribu kujirate. Tunajirate sasa kama Africa as a continent. Unaona tuna rate wapi? Wazungu wanatushinda kwa kiasi fulani ama bado tuko mahali? Tuko mahali lakini wazungu Kenya tuko namba 20. Na rating tuseme in percentage. Na Africa iko na 55 countries. Yes. So sisi hatuko mbaya sana. In Kenya is si mbaya vile. Kama vile niko na models in Uganda, in Tanzania. Uko pia kuko sawa. At least in Uganda tuseme 30. Kana saizi vile kuna mambo mengi kule Uganda. Tuseme saizi mayouth watakuwa more affected kiasi. So sasa unaona hawa sasa unasema wametupita sana. Unaona wanafanya nini ambacho sisi hatufanyi kama social entrepreneurs? Majorly mimi naweza ongelelea mambo ya financial stability kwa vijana ama mambo ya innovation. Watu wenye wanaweza support innovation ya vijana. Kijana anaweza kuwa na kitu fulani anataka kutoa nje, but ana zile resources za kujiendeleza. But kuna nchi kama Austria wako na everything at hand. Unasikia kama ni mambo ya investment ama mtu come up na innovation mzuri, anasupportiwa na government. But here in Kenya, before usupportiwe ama uwe na business idea, bureaucracy yenye utapitia hadi give up, unajua. And then vitu zenye mingi wanatuitisha maybe hatuna. So considerations za East Africa ama Kenya bado zinafaa bado tuko chini kiasi. Na unaona tunaweza fanya nini basi ndio tuweze kusonga mbele zaidi? Unajua katika na Meta TV show tunasema you never give up. Tunaendelea kuforge ahead. Sasa unaona ni nini ambacho tunafaa kufanya kama social entrepreneurs tuweze kusolve challenges kama hizi? One thing yenye umesema, never give up. Even if umetry wapi na wapi na bado hazijaingiana, you keep on pushing. And also like to tell the government pia wa support programs za vijana na at least wa make it more friendly. Unajua vijana wanaona wakienda kwa government maybe ni political vitu za politicians, but wafanye more sensitization on kuna programs zenye vijana wanaweza saidika kwazo. Na wasiseme vijana kazi kwa vijana alafu si kila saa kazi kwa vijana. Unajua hata kazi kwa vijana lazima ukue unajuana na chief. Kama ujuani na chief vizuri, unaweza kosa kazi. Kuna wale kazi ni mpaka ujuane na chief kwanza ndio kila kitu iwe vizuri. Yes, na kuna watu wenye wako silent always. So hata kupata hiyo link kwenda kwa chief. Na kuna kitu chenye sijajua. Sijui kama South Africans wanafanya hivyo ama pia Ghana wanafanya hivyo ama Egypt ama Morocco, Nigeria. Sijui kama hii shida iko tu just within East Africa ama ni mambo yepi ambayo mostly iko East Africa. South Africa so far vitu zinaendelea vizuri. Apart from ile yenye ilikuwa imetokea ile rapsha saizi, but my youths wa huko wana benefit more from the government. I've been there and nimesikia hizo testimonies from different models. Tuseme ama talented youths wamekuwa wakitupea and wamekuwa wakisaidika from the government and the support from the NGOs. Unajua so but NGOs sometimes NGOs wanakujanga wanataka vitu zao ziko implemented but si za vijana wenyewe wanaenda kupata. Unaona NGO fulani inaweza come on board but inataka objectives zao mostly ziko fulfilled. Wanasahau hata huyu kijana akona ambitions, akona innovative idea ambayo wanaweza support. Unaona so that's why I'm urging even government, NGOs, people with the interest, our humanitarians,
wasikize hao vijana kwanza. Wasiwassume ati hii ndio kitu wanataka. No, wacha wawasikize, wajue ni nini wanataka na wawasaidie that manner. Itakuwa mzuri sana. Haya basi, mtazamaji, umeweza kusikia basi mambo yako hivyo hivyo. Ukiwa pale basi wewe unakuwa ni kiongozi, you can actually play a given role in the government. Do something. Let's support our social entrepreneurs. Let them keep on doing the right things that are going to help Africa actually move to the next level. We're saying actually we are actually on Facebook. You can check us there on Namera TV show. We are there. You can also check Star Africa. We are actually on Facebook as well. You can actually follow us on Instagram. We're saying that every time we keep on talking about these things is actually when we make Africa become a better place to live in. Mungu anasema basi uendelee kuwasiliana nasi, angalia pale kwa screen yako, pale chini ukaangalia pale kuna nambari ya SMS iko pale, tuko kwenye WhatsApp. Keep on tweeting. I'm actually on Twitter. You can follow me @BinKile. Let's keep on talking about things that matter. Things are going to make Africa to become a better place to live in. Nasema basi usipotelee mbali, basi usikae mbali na screen yako, kwa sababu basi tukirudi mambo yatakuwa shwari kabisa. Lakini kabla tuende kwa breki, ningependa tuweze kujua Sauti Africa basi tutawapata wapi tukitaka kuwatafuta. Sauti Africa in our zinaitwa mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii utatupata kwenye Facebook kama Sauti Africa, Twitter Sauti Africa, Instagram the same Sauti Africa. Also tuko na YouTube account inaitwa Sauti Africa. Tumekuwa tukipost most of our projects there and our activities. And bila kusahau kwa mchango wowote ambao ungependa kupitisha kwa Girl Child on Sodo ni 5150121. Hiyo ni till number. And then namba ya kutupigia utuambie kuja chukua, niko na hizi box 10 za parts ni 07 06 28 90 84. Jambo la mwisho kimalizia. Jambo la mwisho ni kuomba let's support each other in anything that we are doing. Vijana, don't give up so easily. Hii journey ni hard, but kama uta give up sahi, then hakuna kitu kingine utajaribu zaidi, uta succeed. But if you keep on fighting in what you believe in, everything will be so easy. Haya basi, mtazamaji, umesikia kwamba basi never give up. Nasema basi masuala ya social entrepreneurship basi tunayamaliza kwa style hiyo. Nasema basi ukiwa pale basi umeona South Africa wana support boys, wana support pale girls, alafu girls pia wana support boys, basi na mambo yanakuwa hivyo. Tuweze kubadilisha Afrika na tuweze kusonga mbele, basi mambo yaweze kwa style hiyo. Nimekuwa wako basi Gideon Clay, alafu nimekuwa na mwenzangu hapa anaitwa Chiza Chui. Endelea kushikilia hapo kwa sababu tukirudi mambo yataweza kabisa. Haya basi, mtazamaji, umeweza kusikia kwamba mambo yameweza kwa hivyo, na leo tumekuwa na Chiza kutoka Sauti Africa. Anasema basi wanafanya mambo shwari kabisa pale mtaani kuweza kuboresha Afrika, kuweza kufanya Afrika isonge mbele na iweze kufanya mambo shwari kabisa ambayo yataweza kutusaidia kuweza kuangalia masuala ambayo kila wakati lazima tuyazungumzie. Basi wewe ukiwa pale nyumbani unafanya mambo yepi ambayo yanaboresha nchi yetu, yanaboresha kaunti zetu, yanaboresha bara la Afrika? Basi ukiwa pale nyumbani wasiliana nasi. You can check us on Facebook. We are there actually na Namera TV show. Tuko pale, angalia pale Star Africa TV. Tuko pale kila wakati, lazima tukuletee stars. Wale stars ambao wanafanya mambo shwari kabisa. Angalia pale kwenye mitandao yote ya kijamii, tuko pale tumejajaa, tuko fully charged kila wakati tuweze kuzungumzia masuala. Unasema basi ni Art for Change ndio imekuwa hashtag, na nimekuwa wako basi Gideon Kile. Until next time, Happy New Year na Merry Christmas. Ikinakubambia wapi, basi endelea kushikilia hapo kwa sababu Star Africa TV kila wakati tunasema ni burudani, burudani tosha.